uolazi ni prostitution wa legalize on the man. Okay, pues that what me wait sorry that Lazima ndio maana watu wakienda nje waruka. Hewa ipo. Basic needs na poa meet. Unaangalia mechi ya Manchester United Old Trafford na vitu kama hivyo. Unaona kama hiyo ni ndoto ngumu kuifikia. Lakini mtu ukiwa unakaa kule sawa. This is possible. Ni wewe tu kuamua. Kipindi hicho labda nasikiliza Coldplay na msikiliza Chris Brown, unatamani sana uende kwenye concert yake. Ukiwa Tanzania utaishia kutamani unless kama una hela nyingi sana. Ukiwa kule watu wanakuja, labda wanakuja kufanya show Amsterdam. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakupa pia furaha. Kuna vitu ambavyo una miss kuhusu nyumbani Tanzania. Yes. Social life una miss. Lakini pia familia kwa sababu unakuta iko mbali with it kama hivi. What the program by you to be very known but kwamba kule ndio unakuta mchana mosi wanapewa tu mikate. Inaweza ikawa chips lakini I feel kama zege wa kwa yedo sio nani ya mafuta mate so sawa na chips ya mafuta kwa kwa basha ila jua lenyewe unaweza usilione hata kwa wiki nzima. Kuna watu ambao wanapata hiyo season depression kwa sababu ya hiyo gua fati ile giza na big fun bali hilo kai kama sasa hivi nadhani kuna muda inafika kwa pale inafika hata -2 please hiyo ndugu yangu is brutal. Umesafiri kama nchi ngapi mpaka kama kuna kwanza ni Barcelona. Yeah, so hiyo ndo one of the place ambayo nilipenda sana. People kule wako very easy going. Wana very good weather. Food. Better food compared to the Netherlands. You like kupata chakula kitamu, kina taste. The French people, they will rather die than speak English. Most of them. Okay. Yes. Kuna vibaka na nini? Sorry? Vibaka pia wa. About Japan. Their toilet. Wow. Seat ziko warmed for privacy. Kuna sehemu unaweza kaa inakupigia kelele, inakupigia muziki, watu wasisikie mambo unayofanya. Japan was way different. Pale Daruso nilikuwa school president. So kwamba nilikuwa nataka degree kwa hizo school quality. Kulikuwa nadhani mtu mmoja tu alichukua hiyo form. Kaona kama hizi sio siasa sasa hivi na kama kwenye siasa za Nyerere. Kwa mtu mgombea mmoja anasiki ndio hapa tukafanya campaign kesho. Mimi mzee wangu ilikuwa kutokwenda shule ni kama unaumwa na ukai nyumbani unaenda hospitali. Lazima kuna attention nyingi kutoka upande wa wadada. Hai mambo toka primary. Alikuwa TO form 6 ndio. Lakini pia ukaongoza na chuo. Akaona hiyo hajatosha bado ukaenda kuongoza na wapi ndugu yangu? CPA. Sio mchezo. Congratulations bro. So kazi right. Umekuwa ni ngumu sana kwa hiyo consistency. Hello guys, what's up? Karibu kwenye Akindi Mali podcast episode 5 and as always we have a very special guest for you ambao atatupa mambo mengi sana. Huyu bwana kama naweza nikamuelezea kwa maneno machache alafu utaniambia kama nimekuelezea sawa sawa. Cha kwanza huyu ni genius. So namuita mimi ndo watu ambao kote alikopita ambao wanavyomuita au wanavyomfahamu. Sawa? Lakini apart from that very calm guy, very chilled. Okay. Right? Kitu cha mwisho ambao naweza nikasema pia mimi nitamuita neno rebel, ni mtu ambaye haogopi kuwa yeye, and it's something I really like about him. So jamani, this is my guest Mr. Nestori Makende. Karibu sana kaka. Asante. Nimekaribia. Did I get that description right? Was that accurate kidogo? Yeah, audiogosia. Iko sawa. All right. Okay. So kaka, kitu ambacho mimi nataka nikuulize cha kwa unafanya kazi kampuni gani na ni nchi gani pia unafanya kazi? Yeah. So kwa sasa nafanya kazi booking.com. Ipo Holland. Headquarters zake ziko Amsterdam. So nafanya kazi kule for 3 years now. Okay. Kama sijakosea, booking.com ni part of the Fortune 500 company. Yes, we're part of the Fortune 500. Ambazo hiyo Fortune 500 company ndio nini kwa mtu ambaye basically ni kampuni ambazo zina thamani kubwa duniani. Okay. So katika makampuni 500 ina thamani kubwa. So thamani inapimwa kwa ile tuseme market capitalization. Ukubwa wa mtaji kwenye masoko la hisa. Hiyo booking.com iko listed in the US. So capitalization yake ni kubwa kwa ipo kwenye hiyo Fortune 500. Na kwa sababu pia ni their leader kwenye their space. From when you talk about travel or hospitality industry, it's booking.com do their leader. Then kuna other company kama Expedia, pia baki wenye do leader. So
they are part of those elite club. Ambao basically hiyo Fortune 500 mimi najua kuna utaga kina Google, Microsoft, kwa hiyo ni kampuni kubwa na usawa hizo kampuni ambazo nazijua. Usawa hapana. But so wako kwenye wako siwezi nikasema wako katika nako watako ni Fortune 500 kwenye tire. Kuna ambao wako top 10 si Microsoft, Google, Apple, Nvidia na vitu kama lakini ya so wao ndio kaka pale zao zinafika hadi kwenye 1B or something. Yeah, so hizo ni more elite club but yupo kwenye zile 500 kampuni 500 bora kubwa duniani ambazo kwa watazamaji wangu vijana wote nahisi nao wangetamani kufanya kazi nje na kwenye kampuni kubwa kama hiyo. Kwa mimi labda ambacho nataka nikuulize na ambacho labda watazamaji wetu watafuata leo, ilikuwaje kwanza ukapaka kwenye kampuni kubwa kama hiyo, lakini pia umetambua unafanya kazi Uholanzi, ilikuwaje pia ukapata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ambayo inawezekana ni ndoto ya vijana wengi? Na labda nianzie mwanzo kwamba safari yangu ya kupenda Uholanzi ni kwamba inaanzia mimi kwenda kusoma masters kule, kwamba nilipata opportunity au ufadhili wa masomo kwenda kusoma Uholanzi, nikaenda kusoma kule masters. Baada ya kusoma masters kwa nikatengeneza connection na watu na ndio na watu from different background, watu from different continent, different countries. So nimekutana na watu. So nimesoma kule masters na nikarudi Tanzania kwa miaka kama miwili. Then baadaye mtu alisoma naye masters ambaye ni rafiki yangu. Yeye alibaki kule akawa anafanya kazi KPMG. Akanipa referral au akanilifaa kwa recruiter wa KPMG. Kwa hiyo kupitia hiyo connection nikapata hiyo referral kwa sababu unajua ni rahisi sana kwa kampuni kumwamini mtu ambaye mfanyakazi kwamba yupo amempendekeza kwa sababu anajua kama kijana mtu ambaye anafanya kazi pale anafanya kazi vizuri, alikuwa anajua pia anafanya kazi vizuri. Kwa hiyo nikapata hiyo referral ikawa rahisi kwa sababu nikafanya tu interview kuconfirm their expectation kama na meet the expectation. Or kama interview mbili tatu then nikapata. Okay. Hapo sasa pia nikurudishe nyuma kidogo kwa sababu pia tuliongelea kuhusu background yako ya masomo. Haujasoma hizi shule labda za pesa nyingi na vitu kama hivyo. Kama sijakosea uliniambia umesoma shule ya serikali primary. Primary, high school. Ulikuwaje ukapata hiyo hata nafasi ya kwenda kusoma masters Uholanzi? Yani from your background ni kitu ambacho utegemei sana. Also obvious ukiwa unasoma kwenye hizo shule za serikali, odds ziko against you. Yani tofauti na watu wanaosoma shule za private ambazo wanakuwa very captivated. Yani wanakuwa kwanza wana exposure. Lakini ukiwa shule ya serikali unakuwa hauna exposure. Probably hata hujui ipo nje. Hata mimi kumbuka kipindi niko primary ndoto zangu zilikuwa sio kubwa kwa sababu nilikuwa sioni out there. Kwa kipindi hicho labda sehemu unayokaa labda mimi nimekaa Iringa kwa hiyo kule so uone vitu vingi pia labda unaona wafanyakazi wa benki, unaona hata uwanja ndege kwenda Uholanzi amna uwanja. Kwa hizi mambo ya kwenda uwanja wa Ulaya kwani ndoto kubwa sana. Unaona? Yani kipindi hicho ulikuwa labda unaona kwenye mpira unatamani kwa hiyo. Kwa hiyo kwa hizo shule odds ziko against. Lakini nadhani hizo gradual step za kutoa sababu nimetoka primary, unavotoka labda unaenda kukutana na umesoma Iringa, labda umeenda kusoma baadaye umeenda kusoma nimesoma Orevo, nimekuja high school nikaenda kusoma labda shule nyingine ambayo ni Kibali, ukutana na watu kutoka different places. Kwa hizo unapata different exposure. Kwa hiyo exposure inavyoongezeka pia wewe inakupa mawazo makubwa zaidi. Kwa hiyo Uholanzi baada au kusema hiyo kwamba kutoka shule ya primary ya serikali mpaka masters Uholanzi kwamba kwa sababu ya kwanza hata ukiwa una exposure unakuwa unafanya kile unachokifanya. Kwa hiyo mimi nilikuwa primary market nilifaulu vizuri, nikaenda secondary baadaye nikafaulu tena vizuri, nikaenda Kibaha. So nilikutana Kibaha pia nikakutana na watu ambao wanafaulu zaidi. Kwa hiyo na wewe unakuwa unasukumwa zaidi. Unafaulu vizuri, nikaenda chuo. So ufika chuo nadhani chuo sasa unakutana na watu wengi pia zaidi. Different background. Kwa hiyo horizon kena badilika. Unakuwa unafikiria zaidi. So nilipomaliza chuo nikabahatika kupata ufadhili wa scholarship ya Bonke. Kwa hiyo uliomba au ni kitu tu ambacho kilikuja? Niliomba. Nadhani kipindi hicho tumemaliza shule. Hapo sina kazi bado. Kuna my friend akalitumia hilo tangazo kwamba mimi nilikuwa sijui. Anaitwa Alishanake. So akanitumia hilo tangazo kwamba kuna
hii scholarship apply. Okay. Akataka apply scholarship. Mimi nika apply. Na nilikuwa naona kama as scholarship was na mambo mengi. Yeah. Lakini ile ilikuwa ina mambo mengi. Kwa nime apply, of course walikuwa wanataka academic excellence which I had. Lakini pia kwa the interview inabidi so you tell a story. Why do you want to? Kwa nini wewe ugiwa scholarship? Like what do you have wengine hawana? Kwa hiyo nadhani pia licha kwa hiyo merits academic excellence, lakini pia when you have the chance ya kuongea na watu wako na make decision, inabidi uwe na uwezo wa kutell a story, inabidi uwe na uwezo wa ku make a conversation. Make a conversation, make it comfortable kwa wote. Ya waone kama huyu ni mtu ambaye yuko very comfortable. Anaweza akatengeneza hoja, anaweza akaconvince watu, anaweza akatell a story. That's interesting stuff. Okay, so basically mimi nachoona hapo kid story kubwa ambayo hapo nimeiona, sawa. Haijalishi kwamba umetokea wapi na background yako, lakini ukiweka effort na ukajaribu kama hivyo uliopata scholarship. Kwanza shout out sana kwa rafiki yako. Umemshukuru yule? Anajua. Yes. So kwamba hata kwa kijana yote ambaye leo inawezekana kwa mazingira yake labda kaoni jinsi labda wazazi wake wanaweza kumlipia ada akasoma nje, lakini sio kama ndoto yake ipe, inawezekana, si ndio hivyo? Ndio, yani ndoto kwa sababu inaanza na wewe hapo. So inabidi ufanye unatakiwa kufanya saizi. Yeah. Kwa mfano kama wewe ukiwa O level, the next big step ni wewe ufaulu uende high school au uende chuo. Kwa ufanye hicho. Unachokipo mambo mengine yanakuja mbele. Kwa nadhani weka juhudi tu katika kitu unachofanya, fanya unachotaka kufanya. Okay, so tukafanya hivyo vitu ambavyo unavyotaka tufanye, tukapata nafasi ya kwenda Uholanzi. Lakini pia hapo mimi nipo curious kwa sababu imekwaje yule rafiki yako na rafiki wengine? Why you? Kwa nini alikurefer wewe? Ona hivi kwa nini alikurefer wewe na sasa watu wengine? Ndio, kwa sababu ndio maana nasema pia kutengeneza build network, kuishi na watu vizuri. Kwamba na unaonyesha nini unachoweza kukifanya. Kwa sababu unapofanya hizo referral pia ina reflect on you. Kwa mtu anafanya referral lazima awe anakuamini kwamba nikimpa huyo referral atadeliver. Okay. Ili you can make another referral take serious. So mimi nimesoma na huyo rafiki yangu masters mwaka mmoja. Okay. Kwa hiyo tulikuwa tunakaa wote tuna assignment labda au kwenye thesis hizi dissertation labda mna discuss nafanya. Kwa hiyo anaona uwezo wako. Anajua alipipa kwenye presentation ya kitu kama hiyo. Kwa hiyo ukiwa umetengeneza hiyo network, ukiwa unafanya vitu unaaminika tuseme. Unaaminika na anajua uwezo wako. Mtu anaweza kwa hizo vitu kwa sababu zina reflect hiyo, kwa hiyo inabidi walify pia watu ambao wanaamini anaweza wakafanya. Kwa hapo mimi nimeona vitu vile, utani correct kama nitakosea. Ulikuwa na mahusiano naye mazuri, lakini pia alikuwa na imani na uwezo wako. Ndio maana akakuita wewe na kweli ukafanya ile ukafanikiwa. Kwa hiyo ukaanza na kufanya kazi KPMG, si ndio hivyo? Alafu baadaye ndo kaingia kwenye hii kampuni ambayo ipo kwenye 500 kubwa duniani. Si ndio hivyo? Sawa. Sasa mimi tuanze hapo kwenye hiyo kampuni ambayo unafanyia kazi sasa hivi. Sawa, stop. Booking.com. Sawa. Kwenda mbele na nje na kufanya kazi ni kitu kimoja. Wewe unahisi upo vizuri kwenye kazi yako? Ndio, naamini hivyo. Everyone can vouch for me as well. Kwa sababu gani? Kazi, ukishapewa kazi, wewe tu inabidi ufanye kazi. Kwa hiyo ni very simple. Kwamba hamna kona, si ndio? So naamini niko vizuri kwenye kazi yangu. Ndio maana nimekaa pale miaka 3. Nilianza kama mhasibu, nikawa promoted kuwa senior accountant, sasa nafanya kama business controller. Okay. Kwamba hiyo level of trust within 3 years, kila kwamba you can deliver. Ukipewa kazi, unaanza una take ownership ya hiyo kazi unayoifanya. Na pia you can communicate kwa sababu unaweza ukawa unafanya kazi lakini kazi haionekani. Unapewa kazi, una own it, unakuwa responsible na you can communicate the deliverable. Hiyo hivyo ndo like basic. Kinachokufanya kwa nini unakuwa uko vizuri kwenye kazi yako. Yes. Bro, it's a very inspiring story. From kwenda maana zile shule za primary yes ndo nataka nafanyia zile ndo from excelling kwenye Fortune 500 company, na hizi watu wengi watakuwa na inspired na hiki kitu na kuona kwamba inawezekana. It's not impossible. It's not impossible. Yes. I like that. So kitu ambacho pia hapo nitakuuliza labda
Je, umefanya kazi hapa Tanzania na umefanya kazi huko nje, sawa? Na sio kwa labda kusema umoja kunaweza kwa kubaya kwingine kuzuri, lakini kuna different cultures ambazo zipo kwenye makampuni na vitu kama hivi, sawa? Umeona vitu gani ambavyo labda vipo tofauti kati ya makampuni ya Tanzania na huko nje, kwa sababu ushafanya kazi sehemu mbili? Ulanzi, yes. Yeah. Na Tanzania nafanya kazi sehemu tatu. So, yeah, nadhani kitu cha kwanza kikubwa ambacho nimekiona tofauti ya Tanzania na kule. Cha kwanza nasema kwamba kuna wana focus sana kwenye career development. Tofauti na Tanzania. Tanzania wa focus ya human resource au ya career development ni ndogo. Kwa hiyo kule tofauti na hapa ni kwamba kwanza unakuwa your manager apart ya kwamba yeye anakuwa ni bosi wako kwenye kazi, lakini pia yeye anakuwa kama your mentor in career development. Kwa hiyo mnakuwa mna hizi career conversation very regular. Mnapoanza mwaka labda au mnapoanza tu kazi, anasema like wewe unataka kufika wapi au unataka kufanya kazi sehemu gani. Kwa hiyo kuna yeye anakuwa anakuambia possibilities kwa sababu labda unakuwa hujui nini unafanya nini kwenye kampuni. Kwa hiyo mnakuwa mna hizo regular conversation kwamba okay, sasa hivi labda wewe unaanza kufanya kazi hapa kama mhasibu. Je, unataka ubaki kama mhasibu upande kuwa controller au unataka labda uondoke kutoka kwenye labda kwenye this team uende labda uende ukafanya kazi labda treasury, labda uende ukafanya kazi business au uende labda within accounting, maybe kwenye accounting pia labda unaweza kuwa unafanya reporting, unaweza kuwa unafanya accounts payable, unaweza kuwa unafanya account receivable. So anakupa hizo possibilities zote na wewe unamwambia labda unafikiria kwamba okay, mimi sasa hivi nataka labda baada ya mwaka niwe hapa au ili kufika hiyo sehemu, je ufanye nini? Kwa hiyo unaweza akakupa akaposha kwamba labda wewe unataka baada ya mwaka mmoja au miaka miwili uwe senior accountant. Sio okay, inabidi although unafanya sasa hivi ni accountant, jaribu kwanza take responsibility as a senior accountant. So ndio taratibu. Kwa hiyo ikitokea opportunity, kwa sababu wanajua tayari umeshaanza kufanya kazi za level nyingine au za sehemu nyingine, hiyo unakuwa una effort tayari ya kwenda in the door. Yaani unaanza kujua angalau baadhi ya hizo kazi ambazo unaenda kufanya kwenye hiyo na pasa unaenda. Lakini pia mpaka hata umeanza kufanya hizo kazi ni kwamba huyo mtu alikuwa invested kwako, akajua hata nini unataka kwenda kufanya. Yeah, ndio hiyo ndio muundo kwa tofauti, kwa sababu huku Tanzania unakuta most tunafocus sana kwenye bottom line. Kwa kazi faida yani we try as much kupunguza cost bila kufikiria welfare za wafanyakazi. Kwa hiyo kwanza. Lakini kitu ya pili pia ndio kama hiyo ni tunaanza kuongelea kwamba company yenyewe hiyo culture kwenye kampuni zinakuwa pia zina focus pia apart from bottom line ya profit ya capacity ya wenyewe, kuna other bottom line ndio hiyo ESG, sasa environmental, social na economic. So apart tofauti na ile faida ya kampuni, pia kampuni zinapimwa kwa metrics nyingine kama satisfaction za wafanyakazi. Okay. Na hizo satisfaction mimi samani. Yaani kwamba wewe unaniambia kampuni sio tu kwamba lete faida, inatakiwa hakikishe kwamba wafanyakazi wao wapo sawa, wapo satisfied. Mwanzoni unaomba hivyo kwambia kwamba kule talent zinatafutwa. Kwamba talent zinatafutwa na mtu anapokuwa anatafuta kazi anaangalia hizo metrics nyingine. Okay. Kwa hiyo kwa attract talent lazima kampuni zinajitahidi ku make sure kwamba wafanyakazi wanakuwa satisfaction. Na one of the satisfaction ukiachana na salary na nini, hizo kwamba je kuna career growth kwenye kampuni. Na career growth yenyewe inaletwa na hizo sasa conversation na hiyo manager kwamba nataka kufanya vitu ambavyo vitanifanya mimi nifike pale. Nataka kufanya kitu ambacho mimi kinanifanya labda nafasi sasa hivi nafanya kazi kwenye this department, you nataka niende for this department. Yeah. Kwa hiyo tofauti, hizo tofauti kwamba kwanza hizo career conversation, na pili company culture itself I focus only on the bottom line ya profit. Mimi nimekusikiliza hapa, kumbuka bosi wangu mmoja kuna sehemu nilikuwa nafanya kazi zamani, alishai kuniambia wewe unataka kuchukua kazi yangu. Wewe kweli unaweza kukaa na boya conversation ni so mchezo. Alright, that is a very interesting thing. So nimekuelewa hapo. Kwa hiyo labda kwa mfano wewe ukisema na mimi najaribu kuona let's say kuna mfanyabiashara anaangalia hiki kipindi au mtu ambaye anafanya kazi wake wawili watatu kwenye kampuni yake, unamshauri aanze kufanya nini? Kama ni vitu let's say vitatu ambacho unamshauri mwenye biashara au bosi
ili mradi aweze kureplicate iko kitu, kwa sababu umekiona kama ni kitu kizuri tu vizuri. Yes. Ndio hivyo kwamba focus, of course focus ni faida. Ili kampuni iendelee iwe na hiyo going concern lazima wapate faida. Lakini cha kwanza inabidi ndio focus pia kwenye vitu vingine. Kwa hiyo kama hivyo wafanyakazi, kwamba wenyewe wafanyakazi wakiwa satisfied, wala trust, wala juu kama wenyewe pacho the company business, kwamba wanaamini kama hiyo ni familia ya family, wanakuwa communicated. Okay, of course focus kwenye faida, lakini pia focus kwa kwenye satisfaction ya wafanyakazi na culture yenyewe itself. Wote kwamba mtu awe anajiona kama ni part of the company. Ambapo hivyo vitu vyote ambavyo mnaweza pia, although haviko directly linked na faida, lakini pia vinaleta direct inasababisha kampuni ifanikiwe. Make sense. Na hiyo tumeongelea baba kwa yule boss au mwenye biashara. Na kwa mfanyakazi, kama unaweza kumpa neno moja au mbili, je, wafanyakazi nao, kwa sababu umefanya kazi Tanzania, umefanya kazi na watu, kwa wafanyakazi tubadilikaje na sasa? Ndio ipo kwa trust. Ili mpaka mtu unakuwa na hizo conversation, lazima pia na wewe invest on yourself. Kwamba unapokuwa unaenda, lazima na ujue unataka kufanya nini. Kama sasa hivi uko hapa, je, baada ya miaka miwili utakuwa ili unavyoanza kuwa na wewe mazungumzo na watu ambao wanaweza kukusaidia, wajua wanakusaidia. Sababu huwezi ukaenda pale ukawa na unamsikiliza tu yeye ndo anakuambia ufanye nini. Kwa kuna watu wengine kwa unakuta labda ajui hata kufanya nini. Kwa lazima pia na wewe ujifikirie, fanye self reflection. Kwamba okay, niko hapa sasa, lakini baada labda miaka miwili nataka kuwa au hata miezi 6. Baada ya miezi 6 kwa unavyoanza kazi mpya, labda within 6 months mtu atakuwa anataka labda uelewe kazi, uelewe kampuni, uelewe nini cha kufanya. Hiyo labda ndo focus ya miezi 6 ya kwanza. Lakini baada ya hiyo miezi 6 sasa labda umesha master hiyo focus ya kazi unaoifanya, inabidi sasa uanze kuangalia what else can I do. Si ndio? Kwamba labda uko unafanya kazi umeshaijua, uanze kufanya kazi hiyo, labda unaweza kuwa involved kwa hizo project ambazo unafanya na watu wa department nyingine ya family. Kwa hiyo kitu inafanya uanze kujua nini kinafanyika sehemu nyingine ambayo inaweza kufanya ujue nini unapenda. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza, kwamba la kwanza lazima ujue nini unapenda, nini unataka, nini unataka kufanya. Lakini cha pili pia lazima build trust. Hadi mtu anakuwa na hizo conversation na wewe, maana anaamini unaweza kufanya kazi. Ukikawa kazi like fun la quality nito kwa mnakuwa mnaaminiana na yeye tena, kwa sababu kwa wenzetu bosi wako anaweza pia ndio akukupa hizo recommendation, kwamba okay anajua akimpa recommendation labda other department, kwamba kuna kijana anapenda, kuna kijana wangu hapa anapenda kana paka anataka aje kwenye hiyo department, kwa kama au delivery hawezi akafanya hizo recommendation kwa sababu anajua utaenda kule usalibu. Kweli. Kwa hiyo cha kwanza unajua unachokitaka, lakini cha pili pia utengeneze trust. Na trust inatengenezwa kwa kuwa responsible all what you are doing. Got it. Sasa umesikia upande wa kazi, kurudi sasa kule Katanga kuishi Uholanzi. Au zipo na ambao unajua watazamaji wangu wengine hapa wanataka tu waende Uholanzi, waende Europe hata bila kazi. Kwa hiyo twende na huko nao tusiwaache. Bro, hebu tuambie kaka, kama mtu ambaye umekulia Iringa Tanzania hapa umeona, au sivyo? Kuna raha gani ambazo zimezikuta ndugu yetu? Lazima ndo maana watu wakienda nje warudi. Kuna raha. So maisha kule yako tuseme very predictable. Kwamba unajua you can plan your life. Is that the first thing ambayo unaweza ukaifanya. Kwamba kama unataka kusafiri au unataka kwenda ofisini, unajua kabisa na ofisi kwenda ofisini utatumia 30 minutes au utatumia 1 hour. Na 90 or 95% of the time itakuwa hivyo, kwamba train itaondoka labda saa 3 saa 2:30, unafika labda sehemu unaofika saa 3 kamili, na kweli inafanyika hivyo. Tofauti na huko unaweza labda ukasema uende kwa kanda daladala inasubiria hadi watu waje, unaona, na uikute hiyo daladala uikute, ndio tena watu wakishaja unakutana na foleni, na hiyo foleni haitabiriki, leo unakuta kubwa ime. Kwa hiyo
plan yako unakuta kuna masaa 2-3 lazima uweke kama contingency all the time, kwamba naweza nikafika muda huu au naweza nisifike muda huu, au ukawa labda umefanya appointment na mtu kwamba kutane saa 3 utakutana saa 3. Kwa hiyo predictability ni one of the thing ambazo zinafanya maisha yanakuwa mazuri. Okay. Hiyo ya kwanza. Ya pili ndio kwamba infrastructure ziko vizuri. Pepa foleni, mambo ya foleni so ya kuangalia au ya kusema kwamba ni conversation hapo inatoka. Kila foleni mkubwa na travel. Hapana, au sijui mali na mengatika hapa. Au sijui umeme umetoka nifike kule umeme ndio katika. Wala maji ya game katika. Kwa hizo ndio predictability ambazo maisha ambazo ukiwa nazo kuzifikiria, lakini vitu ambavyo vinafanya kama unajua kutokuwa navyo una appreciate kwamba una uhakika umeme huko muda wote, una uhakika mali hapo muda wote, una uhakika foleni una uhakika kutoka muda huu unafika sehemu mtaplan. Hiyo ya kwanza. La pili ni convenience. Nadhani kama haya mambo sio kwamba you don't need, unaweza ukakaa ndani ustoke it. Mfano kama Amazon, unaweza unahitaji kuna kitu kimeisha, unaona leo usiku, kesho mchana kimefika. Kwa Tanzania inabidi mara waanze kuongea na simu, mtume boda boda, si vitu kama hivyo. So unakuta ni mambo mengi. Watu wengine si wapende kuongea na simu. Unaanza kuona sasa kunja hapo, ingia hapo, mti umeuona, anakusubiri nipo getini hapa, unaona vitu kama hivyo. Sasa bure utajifanya hayo mambo yote, unaweka tu address yako, kitu kinapata leo bado. Okay, kwa hiyo convenience ya vitu kama hivyo, chakula sio nini Uber Eats na from hiyo convenience inafanya maisha yanakuwa rahisi. Alright. Yes. Lakini cha tatu pia nadhani pia income kwa yani nilipokuwa nafanya kazi huku, kuna muda unakuta unapoanza kazi especially mwanzoni, mshahara ukiwa mdogo unakuwa wasiwasi sana. Kwa tena kwa vitu basic need. Tatu yafika labda kule useme saving na vitu na vitu kama hivyo hapa. Lakini kwa kule nadhani hiyo ni kitu ambacho ni watu wengi pia kinafanya aende kule, kwa sababu unajua income kubwa. Kwamba utapata hela ambayo your basic needs kapo met. Unaona? Wewe very straightforward, hela ipo, basic needs unapoa meet. So hapo cha kufanya sasa labda ndio kusema labda utafute kazi ambayo utapata more kwa nini utafanya vitu vingine, lakini sio hela sasa kwa ajili mtu una struggle kwa hizo hela za rent na kitu kama hivyo. Yes. Yes, nadhani iko ni vitu vitatu ambavyo vinafanya maisha yanakuwa rahisi, lakini pia kwa vitu vingine ambavyo sasa hivyo vitu vya kuleta furaha sasa ndio kama hivyo. Kuna baadhi ya ndoto zako mtu ulikuwa unaziona kama ni mbali sana. Kwa mimi mbona niko kwa mdogo, labda unaangalia mechi ya Manchester United Old Trafford na vitu kama hivyo. Unaona kama hiyo ni ndoto ngumu kuifikia. Lakini mtu ukiwa unakaa pole sawa, this is possible. Ni wewe tu kuamua. Kwamba kwa nini siende kuangalia mechi ya Trafford? Okay. Au ukikinisha labda nasikiliza Coldplay na msikiliza Chris Brown, unatamani sana uende kwenye concert yake. Ukiwa Tanzania utaishia kutamani unless kama una hela nyingi sana. Kwenda uenda kule, kwa sababu kwamba utahitaji hela, utahitaji visa, utahitaji uchukue likizo pale, lakini ukiwa kule watu wanakuja, labda wanakuja kufanya show Amsterdam, unaenda unawakaa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakupa pia furaha. Yes, ukiachana na vitu ambavyo vina basic kama iko convenience na predictability, lakini hizo possibility kwamba unaweza kufanya chochote unaweza kufanya tofauti na kipato kipo cha kufanya hivyo, na kipato kila kipato kinatosha. Makes sense. Sema washabiki wa Manchester sasa hizi Patino na uenda sijui kama ataenda Old Trafford yake kwa hata kama inatonga itabidi uende. But you never know, kuna mwingine wanakushangaza. Unakuta ndo siku unaenda anashinda. Kumbe ulikuwa unaita wewe tu uende imadi Manchester hizo ukatoa goal. Sema na hisi hiyo itakuwa ni ndoto ya vijana wengi sana. Sawa. Lakini kuna hivyo but kuna vitu ambavyo una miss kuhusu nyumbani Tanzania. Yes. Yeah, obvious. Kule Tanzania social unakuta umeshazoea maisha huko ndio. Maisha huko labda umeshajua na watu wengi, familia, yani kuona miss tena labda kule ni rahisi sana. Huko ni rahisi sana tu kumpigia wewe huko tutoke, like wakati kule sasa hayo mambo ya kutoka ndio sawa, tutoka labda unamwambia tutoke wiki ijayo au tutoke weekend ijayo na hivyo. Lakini pia
hamna connection kubwa kama unajua zile story watu mbia anasoma wote labda primary unasoma labda unasoma high school na umefanya kazi au unasoma wote chuo. Kuna kwa mara nyingi ukiwa kwa social life ni rahisi au nzuri kuepuka. Na pia connection tu hiyo kwa kule watu wengi sana wanaishi ile kama ile ni ngumu sana hata kujuana kwa uhusiano wenu. Unaweza mkarimu wetu wanaweza kukwenda pia au kumnaanza kupiga story hapo hiyo picture utakuwa watu wamekaa hapo nje wanapiga story ni ngumu sana. Watu mdabiki hapo busy hapo ndani ile hapo afanye kwa hiyo social life unaibisi lakini pia familia kwa sababu unakuta iko mbali kitu kama hiyo. Chakula pia hiyo ni what that's the problem but you to be very known but kwamba kwanza lunch unajua Tanzania kama lunch na dinner vyote kama viko sawa yani kwa chakula cha moto kizuri wali mchana labda pia usiku na kula ndizi choma na kama lakini kule ndio unakuta mchana mosi wanakula tu mikate chai mikate only dinner ndio labda wapi kwa hata ukisema labda convenience hii ambayo uko labda uko unasema niletee zege au unatoka tu nje labda unakula biriani unakula pilau kama hivyo hiyo ni kutoka labda unaenda kununua na bidule labda vyakula vyao bado sio vizuri both fruits hiyo au unakuta inaweza ikawa chips lakini I feel kama zege la kwa yedo sio nani ya mafuta mapi so sawa na chips ya mafuta kwa huo kama sha kocha so unakuta struggle hiyo ya chakula kwamba na mimi sipendi kupika kwa hiyo nikiwa ninapokuwa napika sifry kwa hiyo chakula ni kitu ambacho kina huwa kinanipa struggle sana kwa maana huwa napenda sana hiyo lakini ya tatu pia ni weather special weather bali kali so eneo kufika degree ngapi negative kama sasa hivi nadhani kuna muda inafika kwa pale inafika hata negative 2 friji hilo ndugu yangu so kuanzia November mpaka March imja ukiachana na baridi pia usiku so muda kama huu jua linawahi kuzama na linachelewa kutoka huyo hapo nakuta linatoka saa 3 jua linatoka saa 3 sasa linazama labda saa 10 jioni so unakuta sunlight ni kitu cha muhimu sana unakuta kama mtu unaingia ofisini labda unaweza ukaingia jua lijatoka unaingia ofisini giza leo linatoka giza so kuna watu ambao wanapata hiyo season depression kwa sababu ya hiyo jua fati ile giza na big fun I say so unakuta kuna daylight kama masaa 6 tu but the upside pia kwenye summer inabadilika kwa sababu kwenye summer utajua linatoka saa 11 asubuhi na saa 4 usiku so unakuwa ndio saa ngapi saa 11 tunasema saa 4 lazima usiku unakuta summer ndio maana watu wanaenjoy summer kwa sababu unakuta ile daylight lakini winter huko ndo watu wana struggle kwa sababu ya kwanza baridi mvua na hiyo giza jua ulioni na hiyo unaosema jua linachomoza sio kwamba unaona mwanga wa jua kwamba tu kuna kweupe ila jua lenyewe unaweza usilione hata wiki nzima hiyo winter kwa hiyo it's brutal kwa hiyo so hiyo ndio one of the downside ya kwa hiyo social life for me full winter na labda swala mwisho kwenye hiyo mada yako ya huko nje tunaonaga mambo mengi mambo Ufaransa huko sijui nini sangine watu wanawasema kuna kama mambo ya ubaguzi ya watu weusi je wewe umekutana na hivyo vitu na wewe umeviona huko kwa ground maana saa nyingine hizi habari zinatuonyesha tu mambo yale mabaya wewe umeonaje kuhusu mambo ya ubaguzi huko no personal experience yani experience hiyo na miaka mingapi umekaa ya kamili yuisha na mama leo kama masters magavita miaka yote zisije kukutana sijapo experience na pia unless labda unajua kuna ile racism ambayo ipo institutionalized ambayo hata huwezi kuiona labda hiyo hapo ipo lakini hiyo kwa personally attacked au ku witness something like that hapana lakini pia labda pia kwa sababu nimefanya hiyo kama na kazi ninavyofanya nafanya very international guys kwamba what from very different background kwenye timu ninayofanya kazi mfano kuna mtu mmoja tu
timu ya watu kama 25 mtu mmoja tu ndo anatoka the same country. Okay. Anatoka hiyo the Netherlands. But almost everyone is coming from different place. Interesting. Asia, US, Europe, Africa. Okay. Kwa kwenye organization kama hiyo pia ni ngumu huko experience kitu kama hicho kwa sababu people wanatoka from different background na unakuta hamna hayo mambo au sijayaona pia. So hiyo ndo nadhani pia one of the thing ambayo inanifanya nisikutane na mambo kama hayo. Lakini pia nadhani Uholanzi ni wanasema ni one of the very inclusive country. Inclusive or diversity kubwa. Kwa ndo maana huwa kwa wao haya mambo sijui kama ni so issue zao. Inaweza yapo obvious but sio kivile au pia mazingira ambayo mimi nakaa most si experience but pia hiyo inclusiveness yao ndio maana hata kule wenyewe kama prostitution or legalize of the man. Okay, but wait, sorry that. Okay. So like wanabia yani prostitution illegal kule. But in particular sio kwamba unaweza ukafanya tu utani. Sehemu maalum wanaita rape like this. So ukifika pale unakuta mtu anachukua dirisha linakuwa lina kioo kwa huyo prostitute anakaa ndani kwa watu wanapita kama wanaongea una negotiate bei utaingia. Iko very legalized hapa wako formalize walipa watajia regulation regular checkup wanalipa kodi maana na pale wanapokaa wanalipa rent. Kwa hiyo hayo mambo wameregulate. So prostitution au vitu kama hivyo uweze ukavifanya basically kaondoka. You might as well make them safe and beg money out of it. Kwa hiyo inclusiveness na hiyo openness wanayo. Okay. Kwa maana nadhani pia ubaguzi sio mkubwa kiasi. Sawa. Jamani hizi ni story tu za Netherlands. Sio kwamba show tunasema kwamba hapana ni story za Netherlands. Alright, but that's very interesting. Sasa mimi I want us nataka tuhamie kidogo kwenye sehemu nyingine, sawa? Pia katika kitu ambacho unapendelea, sawa, ni kusafiri. Unafanya kazi Uholanzi, lakini pia unatumia kusafiri nchi tofauti tofauti. Je, kwa kukisia labda umesafiri kama nchi ngapi mpaka leo? Probably 10 around there. Alright. Na labda ukitutajia your top 3 favorite places ambazo umeenda katika hizo 10. Na labda ukitupa sehemu alafu ukatobea labda ni what was the nanili I think ya kwanza ni Barcelona. Barcelona. Yeah, so hiyo ndo one of the places ambayo nimeipenda sana. Kwanza people kule wako very easy going. Unajua mfano ukitoka Netherlands people are very serious. Ukienda Barcelona watu wako chilled out. Weather is good. Kama hivi nilivyokuambia sijui baridi kipindi cha winter au ni vitu kama hivyo lakini kule wenyewe kidogo wanakuwa na very good weather. Food, better food compared to Netherlands. Kwa hiyo nilienda kule I went with my partner. Ilikuwa the food was rahisi kupata, chakula kitamu, kina taste. Unajua huko wengine hawa Dutch wenyewe hata spicy sio mambo yao. Lakini kule Mediterranean mimi Barcelona wenyewe na spicy kama hiyo. Kwa chakula pia kisafi. Bei pia. It's cheaper. Kwa hiyo mtu ukiwa anatoka Netherlands una experience labda vitu very expensive lakini ukienda Barcelona vitu are relative sio cheaper kama Tanzania but relatively cheaper. Okay. So you vitu vitatu. Yeah. Another country, second country that you like, our place? So here period inawezekana pia labda so I like that much but I was fascinated by that. Okay. Japan. Okay. Yeah, so we went to Japan, Tokyo, Kyoto and Osaka. It's very different compared to Western to Europe. So kwa sababu nimekaa Afrika, nakaa Europe. Japan was way different. Okay. Wanafuata sana. Kwanza wako wanafuata is procedure. Au wako very bias kama ipo kwamba
kwenye train unakuta watu wamekaa kimya, hamna makelele nini. Watu wanapotembea wanatembea on one side, kwa wanaoenda huko labda wame keep left, wanakuja kwa kila mtu ana keep left. Kama gari ya uchafu sijui kukutana na uchafu. Na hapo na siku unaona TikTok mtu amevaa socks socks nyeupe akawa anatembea labda sehemu Tokyo, kwa hiyo socks ya ndani chafuka sana. One busafi. Although wesi kuona dustbin hivi zimezagaa mtaani. Kila mtu chafu sijui nini anaweka, anaenda kutupa labda hotelini au nyumbani. So it's very fascinating country. Also their trains ziko wana hizi rapid train, so unaweza ukasafiri umbali. Sisi tumetoka Tokyo tumeenda Kyoto kwa masaa mawili, hapo ni umbali wa kutoka hapa kilomita kama 500 hapo ni palitoka hapa kama hapa mpaka ili ambao huku ICR inatumia masaa 4 kwenda Dodoma, si ndio? Masaa 4 not sure but yeah, so wana hizo bullet train, so inakutana rahisi sana kusafiri. Kwa kuna watu wanafanya kazi in the major city lakini wanakaa mbali. So wako very structured, people wako for like food here is very different compared to Western. Kitamu lakini ni cha Japan. Go right. Hujakizoea but ni chakula ambacho unakuwa fascinated by. Alright. So it's very interesting place. Sehemu ya tatu, I'll say Prague. Okay. Prague ni watu hapa Czech. Okay. Kula was fascinated by the architecture. Wana very interesting buildings. And yeah, Czech is just architecture. Yeah, architecture iko very different, and the building are old, not a building from before even 600 years ago. So okay, the architecture is very fascinating. That is very interesting. Sawa. Yani kwa kuona tu hapo ulikoongea, yani umetembea nchi, umetembea zaidi ya 10 na mambo kama, mimi nataka nikuulize. Kwa nini? Yani wewe unahisi ukitravel unapata ni why do you travel? Yani kwa nini unahisi ni muhimu kwako wewe kutembea? Kama nilivyokuwa nasoma primary, unakuta your dreams ziko hapa. Kwa sababu na kwamba there is kuna nchi nyingine out there, yani kuna different world, the people are living different life. So ukitembea sehemu kama hizo unakutana na very different people, unakutana na vitu tofauti, unakutana na vitu ambavyo kuna watu wanafanya mambo kama haya. Kwa hata kama labda watu wanafanya biashara, unaweza ukaenda ukutana na vitu ambavyo kumbe this is an opportunity, mtu unaweza ukaifanya ukaiduplicate labda kwenye sehemu ambayo uko. Okay. Kwa hizo different way of life zinafanya mtu uwe fascinated na maisha. Hiyo hapa. Lakini ya pili, ukiwa na plan trip, you have something to look forward to. One of the thing ambayo inafanya life very interesting, na ulikuwa na kitu ambacho una expect kukifanya. Kwa mfano kama sasa hivi uko hii Januari, December, then umeplan trip yako in June. Mtu unakuwa excited kwamba I'm looking forward to that trip, sindio? So hiyo kitu inafanya life inakuwa very interesting. Kwa hiyo iko vitu vile, nadhani there's very different world out there. Kwa hiyo mtu ukiwa unaenda pia inafanya pia your horizon, jinsi ya kufikiria panabadilika, hata ndoto zako zinabadilika. Unaweza kusema okay, kumbe this is attainable, wao wamewezaje? Sababu ukienda hizo nchi za wenzetu tunaweza ukaona kwa hiyo tunashinda kufanya kitu kama hicho. Mbona kwa gani chibesa? Na kwa mfano ama Tokyo, nilikuwa naona kuna a lot of vending machines. Okay. Kwa unasema this is very ni biashara ambayo ni rahisi, haihitaji labda mambo mengi, haihitaji uangalizi mwingi, lakini watu wengi wanatumia vending machine kununua soda nini. Haihitaji kwa mtu duka, watu wanatumia tu coin. Mzee unaweka hela na mwenyewe inatoka. So unaona vending machine na bikiwa sehemu zi. Haisi milionaga nyingine hadi wali unaweza kununua kwenye hadi sehemu kila kitu, wali, burger. So vitu kama sasa okay, unaweza kama ukiwa unazunguka unaweza usikirie hichi kitu kinaweza kufanyika au ukafikiri, but ukienda usema okay, this is possible. Kwa hiyo kama hivyo unafanya your kwamba unaweza ukaona vitu ambavyo haujawahi kuviona, unaweza ukaja ukaduplicate au ukaona kwamba upika kusaidia pia maisha yako. Alright, so kwa mfano tuchukue sasa kwa kijana wa Tanzania, sawa? Ambaye bado labda hajapata nafasi ya kwenda nje na bado kipato nitakutafuta. Sawa? Tuseme kwa mfano mimi nimekulia Dar es Salaam. Kuna advantage gani labda nitoke nianze kutembea niende labda Serengeti
au nianze kwenda mikoa tofauti au nianze kujitahidi labda niende hata labda nchi za karibu ambazo naweza nikaenda Zanzibar. Unahisi kuna advantage gani kwa mtu kusafiri hata kama ni hiyo sehemu za karibu? Ndio ipo kama hiyo kuambia kwamba hizo unakaa vitu ambavyo hujaviona. Au hizo opportunity kwamba mtu anaweza akaja ukawa hapa ukaenda labda Mbeya kwamba unakuwa maparachichi hapo mengi sana na bei rahisi, lakini ukiwa hapa Dar uwezo ukaiona labda kuna maparachichi ya bei rahisi. Hiyo base kama maparachichi nabo kule wanauza 1000 au 2000. Kwa kitu kama hicho ukienda kule ndio hivyo kwamba unaweza kusaidia hata wewe mwenyewe kufanya decisions za kuingizia kipato na kitu kama hicho. Lakini kingine pia inakupa furaha, si ndio? Maisha ya life is for the living. Kwa hiyo kwenda kule unakuwa labda una unwind kwamba uko labda uko Dar uko busy na vitu kama hivyo, ukienda kule labda unatulia. Unajua ukiwa umekolea pia akili yako ina reset, unaanza kufikiria vizuri. Kwa sababu mtu ukiwa unafanya kazi sana vitu ulivyokuwa unaona vitu unavyofikiria ukiwa uko busy au umechoka ni tofauti na vitu unavyofikiria ukiwa umepumzika. Ukiwa uko Dar labda makelele, foleni, joto nini, kama uko na labda Serengeti ukapumzika. Kwa Zanzibar ukapumzika. Mbeya ukale baridi kidogo una reset. Ukija kurudi tena kwenye mihangaiko unarudi upya na una akili imetulia na tuko meko, lakini pia unapata furaha. Yes, unaweza kukutana pia hata na watu ambao wao watakuja kusaidia baadaye. Unajua hapa labda mtu umekaa huko Dar labda una shida sana makono, si ndio? Probably uko na familia, kwa hiyo unakuta watu wote mnaokaa mnaongea mna same background. Mna same experience ya maisha. Mnajua kila kitu kuhusu but ukienda labda sehemu nyingine utakutana na watu wameishi very total different life. Ngumu kupata mawazo mapya. Kusafiri pia kuna kusaidia kupata haya mawazo mapya. Okay. Interesting stuff. Mawazo yako uliokuwa nayo Dar, unaweza ukaenda Zanzibar ukakutana labda na watu ambao wana mawazo tofauti na unasema this makes sense. Kwa nini kwa sikilizi? Kila mtu ni ngombe tu na different background. Makes sense. Na labda hapo kwenye travel, do you have any interesting stories ambazo bado ulikutana nazo wakati umetravel zozote tu ambazo ningetaka utuambie leo? No, it's always unakutana vitu interesting, like so that's interesting. But yeah, I think fano kama tulienda Korea. So unakutana ndio hivyo kusema ufuwa people are living very different life. But yeah, mara kwanza nilienda Paris. Ulikuwa watu unajua ile umeenda unauliza labda unaanza kuuliza watu labda hichi naweza kupata sipio. Sasa unajua tu Kiingereza. The French people they will rather die than speak English most of them. Okay. Yes. So hiyo nakumbuka one of my struggle hiyo nimeenda the first time Paris. Kama unakuta watu unaweza ukauliza kitu. Unajua kutoka the Netherlands watu wenyewe wanaongea Dutch. But everyone ukimongo almost everyone anaweza kuongea English na wapo open kuongea Kiingereza. Okay. But kuna some country ukienda wengine wanajua Kiingereza clean though, but they also sometimes I think a bit rude in Korea. Na vibaka pia. So hiyo kuna vibaka na nini? So yani wanakuongelesha ili wape pesa. Okay. So kuna mtu alianza kunipa stories amesahau begi animpewa taenda kuchukua begi nimpe na brown sijui atanitumia hela benki. So hizo sehemu ukienda unakuta kuna kila sehemu inabidi kabla ujienda research. Wewe mwana kujua kama umetokea Bongo. Anataka kupiga kizembe science anakuona hiyo wako in very touristic area. Baba wanajua visa watu wakiingia Paris wataenda Eiffel Tower. Wapare Eiffel Tower ndio hapo pale. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Okay. Kwa hiyo inabidi vitu kama hivyo kuna research. I say but that was about interesting. Yeah. About Japan. So interesting per se, but their toilet. Why? Kuna tofauti. So si choo ndugu yangu umeenda kama wako na malinga. No sir. What is it interesting? Kwanza bidet ile ambayo
maji yenyewe yanakusafisha kama hiyo. Seat ziko warmed. Yani ukikalia ile Sita imo warm. Yes. Okay. Unaweza labda for privacy kuna sehemu unaweza kaa inakupigia kelele, inakupigia hata muziki ili watu wasisikie mambo unayofanya. Hizo teknolojia tunahitaji kesho. Nadhani hivyo. Wewe hela tu. Yaani watu kuna watu wanakuwa na page kama hivyo. Kwa hiyo unakuta ndio hivyo vitu ambavyo unasije Europe sio that for sababu unakuta Europe sio watu wa kutumia sana maji. Yeah. Au US sio sana. Lakini the first thing ambayo nimefika tu Japan nimeenda toilet because the wow. Amazing. So they have a very interesting toilets. Yes. Cool. Yeah, safi sana hiyo. Yaani umenifanya sasa mimi nitamani niende kule hiyo toilet. Interesting stuff. Mungu anaweza baa. Sema ndio hizo kwa bei tu. Bongo iko mtani tu kwa vile vitu vya public sizani. Ni public kwenye majimbo ya kufanya bad for interesting. That's interesting. All right. So mwanzo nilisema kwamba huyu kijana watu wanamuita genius na mimi pia namuita genius kwa sababu gani? So huyu ndugu yetu bwana alikuwa TO form 6 combination ya eka. Ndio. Lakini pia ukaongoza na chuo ulisoma wapi kozi gani? Become accountant. Wapi? UD. Lakini abona akaona hiyo hajatosha bado ukaenda kuongoza na wapi ndugu yangu? CPA. Sio mchezo. Congratulations bro. So kadri. Ni kweli. Yeah. Ni ngumu sana kuwa na hiyo consistency. Yeah, ni kweli. Kwa sababu sio tu kama imetokea. Lakini pia kama hapa mtaona kwa sehemu ambayo umefika, so tunaanza tukaona kabisa zile juhudi zimejilika kwa kiasi fulani. Unahisi hivyo? Yeah, ni kweli kwamba the academic excellence kama zimepewa. Right? Yeah, now. Alright. So mimi cha kwanza ambacho nataka nikuulize kwa watu wote ambao labda wana ndoto either kufanya tu vizuri darasani au hata wafike huko ulipofika wewe au sivyo kwenye kufanya kazi kwenye moja ya kampuni kubwa duniani, sawa? Education na follow vizuri itawasaidia. Nataka kwanza nikuulize kwa faida yao. Cha kwanza nini ambacho kilikusukuma uweze kufanya hivyo vizuri? Ndio. So kama mambo mwanzo tumeongelea kwamba mimi nimesoma shule ya serikali. Yeah. Kwa hiyo ilikuwa ni very humble beginning hapo ambao nasema odds ziko against you. Yeah. Lakini kokote ulipo unatakiwa ufanye unachotakiwa kufanya. Si ndio kwamba the target ukiwa primary labda ni faulu ile secondary. Yeah. Kwa hiyo inabidi make sure kwamba unafaulu. Soma. Nenda darasani. Mbona tulikuwa tunatoa hadi shule na vitu kama hivyo. Mimi mzee wangu ilikuwa kutokwenda shule ni kama unaumwa na ukae nyumbani unaenda hospitali. Hiyo ndio only option ambayo inafanya ukae usiende shule. Si ndio? Kwa hiyo hizo vitu kama hivyo kwa hivyo nenda shule, sikiliza, soma. Target yako ukiwa muda huo umefanya kwenda secondary. Kwa secondary target yako ni kwenda ile na sio kusoma tu kwamba kama you can do, kama mtu unaweza wa kupata A. Taidi upate A. Kama kitu kinawezekana kwa limbo Spania. Na kwa sababu unakuwa una mambo mengi. Unakaa nyumbani, ulipe kodi ufanye nini. Kwa hiyo kazi yako ni kazi chache tu ile kusoma. Kwa hiyo unasoma, unafaulu. Kwa hiyo picha kwanza. Sio la kwa hiyo cha kwanza usoma la target hapo ni nini? Kama uko kwa level, target yako kwenda advance, make sure ipo na ufanye hizo responsibility. But cha pili ndio hiyo kwamba make sure unakuwa surrounded na watu ambao either they are better than you au wanaokupush. Okay. Ndio. Sababu ukiwa na watu ambao pia wenyewe labda wana small ambition na wewe unakuwa na ambition double na palito. Kwa maana kama ndio o level mimi nimepata wani lakini sio kubwa kiasi hicho. Haitishi. Wani tu ya kufanya lawe ndio kwenda kibaa. Yeah. Lakini advance ndio hivyo nika perform that hivyo vizuri. Tulisoma kibaya advance. Kibaya. Yes. Okay. Tofauti yake ni nini? Kwamba o level nilikuwa nimezungukwa na watu ambao most of them conversation yao ni wengine ilikuwa tu ni kumaliza kupata cheti kwanza. Lakini wengine tu ni kupata C3 kwa mechi. Kwa hata mwenyewe nilikuwa na faulu sasa hii inatosha. Yeah. Si ndio kwamba hapa C3 nazo sio sita kwamba mimi nilikuwa target yangu ambao hapa nishafaulu. Ulifaulu kwenda kibaya inatosha, si ndio? Yeah. But umefika advance unakutana na watu ambao they are better best from the schools. Shule zao walizotoka wamekuja pale wamefaulu vizuri.
conversation inabadilika, sio tena sipi kufuzu kwenda chuo, but conversation ni kwamba mtu anataka ITO. Ndio hiyo ndio ongozi aongozi. Yani sio tu kwamba kupata wani ila upata wani ya 3. Ndio kwa hiyo kwamba kwa kuna hizo conversation na wewe unasema okay, this kumbe is attainable na hiyo na wewe unakuwa unahakika kwamba inawezekana, kwa sababu unakuta mwaka wa nyuma labda cheo ametoka hapo shule na unasikia stories za alikuwa anakaa hapa mshikaji apiga wani ya 3. Unaona, kwa hiyo sasa mambo yanawezekana tofauti na kule ulikotoka olevo. Hujai kusikia hata hizo swala hiyo kusikia tu kwamba kuna mtu amewahi cheo kutoka shule uliyosoma, wala hujai kusikia sijui mtu anazacha wani ya 7. Unaona, kwa hiyo unaona na wewe unahisi kwamba inawezekana, lakini ukiwa kwenye mazingira ambapo hicho kitu kinawezekana na kuna hiyo conversation kwamba na pia unakuwa hicho kitu kipo kwa back of your mind kwa back una. Lakini ya 3 pia kwamba hiyo sio conversation ndio watu wanaongea, they walk the talk. No. Watu wanakuwa hiyo kwamba wanaposema anataka kuwa chio anataka kuwa chio kweli. Watu ule msuli mtu anafanya kwa vitendo pale kwa vitendo. Mtu anasoma ili kulala siku masaa mawili anaendelea na kusoma tena. Ndio. Watu wanasoma sana. Kuona wewe hata kama labda before ilikuwa usomi sana kiasi hicho, unakuwa hiyo fear pressure ya ambao ni good fear pressure. Kwa sababu ulikuwa labda unasoma saa moja, usome kitabu hichi unaenda kulala. But unaweza ukaenda kusoma mtu anasoma kitabu kingine hicho ndio ukiona. Na inabidi wote ukisoma kile kisabu. Wenga kusema unasoma kitabu kingine unasoma desa nyingine, si ndio? Inabidi usome. The fact kwamba kuna vitu tofauti wanasoma, kuona unakuwa motivated kusoma vitu tofauti kwa sababu unaamini hivyo vitu inabidi uvijue. Si ndio? Kwa hiyo kwamba the fact unakaa na watu wanaosoma na wewe hata kama ulikuwa labda umechoka mpaka nini, unakuta mtu labda pilicho labda umeenda library, watu unakuta wamekaa mpaka labda inafua. Kuna the fact kwamba labda your friends pia hapo library unakuta hata hauna muda ule labda kupiga story na mtu bwenini na kama hivyo unadiza tu naenda wewe library usome na tu. Kwa hiyo mazingira yanakushape, yanafanya vitu kuwa possible na wewe pia unaona kwamba you can be got it. Kwa hiyo nadhani hiyo ndo factor kubwa imefanya nifaulu. Yani hapo tunaanza kukuelewa pia. Kwa mfano kutoka kuna wazazi wanapenda ukapeleka watoto wao kwenye shule zinazofaulu sana. Yes. Sio tu kwamba kuna walimu wazuri, lakini pia hiyo ni factor lakini so the only. Ile tu kumweka mtoto na wanafunzi wengine ambao tayari wana hiyo hulka ya kufaulu, wanafanya vile ambavyo vinahitajika vitu vinavyohitajika kufaulu, unakuta na mtoto navyo anavipata vile vitu na anaenda navyo. Lakini pia hapo nahisi nimenotice vitu viwili vingine, utaniambia kama labda nimevifikiria sawa sawa. Cha kwanza ni kwenye imani. Kwamba ile hata kuwa na ile imani kwamba hiki kitu kinawezekana, kwa sababu umekutana na watu ambao wanaamini hiki kitu kinawezekana na watu wamemaliza wamefanya hicho kitu. Unakuwa na ile evidence. Kwa sababu ni ngumu kupambania kitu ambacho huisi au hakijawahi kufanyika. Hiyo mkubwa inahitaji imagination kubwa sana. Inahitaji moyo zaidi. Lakini ukimweka mtu kwenye mazingira au hata labda kama mwanafunzi yeye mwenyewe akitafuta mbinu anazojua kuamini kwamba inawezekana inakuwa rahisi. Na cha mwisho labda hapo ambacho nimekiona utaniambia pia ni ile wanakwambia ambacho labda ni kama kile cha mwanzo, lakini kujisurround na the right people inaendelea kama and right people and probably who are better than you. People who are better than you. All right. So sababu nimesoma na watu ambao wapo vizuri sana. Yaani mtu kwanza mtu kasoma kila kitu. Sababu sisi tumefika kule na mbuga wengi wengine tulikuwa tujasoma watu ambao tumeenda nao pale shule ndio wakawa wanatufundisha kwanza. Yoni mnaenda na wapigisha pili. Maana kuingozeni. So unajua shule za serikali tu ni walimu kuonana ngumu sana. So unakuta wenyewe kwa wenyewe mnafundishana. Unakuta mtu anaijua hiyo topic yuko vizuri. Anakufundisha. Kwa unaweza kana nayo kufundishwa baadaye ukaanza kumfundisha mtu. Kwa unakuta pia unapofundisha watu pia unaona zile kuwa better at that thing yote. Na kwenye hizo discussion kufundishana unakuta pia unaona sikia kitu ambacho ukijui. Inabidi kesho sasa wewe tuna library inayoka. Kama wewe ukijui wewe vitu kama hivyo. Uko surrounded na watu ambao they know a different thing compared na wewe. Inafanya pia nayo view. Sababu kama ukiwa unakaa na watu ambao
wewe tu ndio unajua vitu. Wewe hamna unachokipata. Ni kweli. Wewe tu ndio unawaambia, ila wewe sana sana utavutwa. Wewe inabidi uwe na watu ambao kama hiyo advance, unakuta mtu anakijua kitu fulani, kasoma kitabu fulani, anambia mimi nataka kujua hiki na unaenda. Makes sense. Mbona hisi ni ushauri ambao watu wanaweza kutumia maisha ya kawaida ya kufanikiwa. Alright, so from 6 ukafanya vizuri, ukawa moja ya the top students, ukawa TO kwenye kozi ya kwenye kozi ya biashara ambayo ikakusaidia upate scholarship, ndio? So kipindi hicho tunapomaliza, nakumbuka a year before ndio kwa Bank of Tanzania BOT wamenisha hizo scholarship zao, ambao walikuwa wanatoa most kwa wanawake, ila kwa mwanaume mmoja waliofaulu vizuri kwenye biashara. Kwa hiyo ilikuwa ni very merit based scholarship, kwamba best performer naenda. So na sisi tulikuwa tumemaliza Kibaha, kuna mtu ambaye alimaliza mbele yetu alikuwa kapata ile scholarship. Kwa hiyo pia ilikuwa ni ngao ya watu wengine katika kutafuta hiyo TO, pia kutafuta hiyo score. Maana iko about kuchagua TO by default au by nini, kama you are more like kupata hiyo scholarship. Yes. So nilipomaliza yalivyotoka matokeo nika-apply, nikapata hiyo scholarship ambayo ilikuwa ni nzuri. Kwa unapata buku kubwa kidogo kuambia kana bodi ya mkopo, wanakulipia ada, wanakupa laptop, wanakupa hela ya field, wanakupa hela ya stationery. Before maisha ya kimsingi maisha yalikuwa ni mazuri. Alright. So ukaenda ukasoma chuo gani tena? Nikasoma Yuko Accounting University of Dar es Salaam, business school. How was your experience yako ya kusoma chuoni, na huko napo kama ulivyosema mwanzo pia ukaja ukaongoza, ndio hivyo? So experience yako in general ya masomo chuoni ilikuwaje, na je kuna kitu ambacho experience tofauti ambayo ulipata labda chuoni ambayo haikuwepo Kibaha, labda ambayo ni tofauti na kama kule? So kutoka advance kwenda chuo, course maisha si yako very different, kwa sababu kwanza unajitegemea. Unajua chuo shule kibao kusoma pale la kila chakula, kusoma nini, ndio unakuta una vitu vichache sana za kufanya. Triangle, kula, kusoma, kulala, vitu kama iko labda utembea. Of course shule yetu Kibaha haiko really strict, ndio watu walikuwa wanazunguka na kila mtu their own timetable. Amna speed lazima saa ngapi wa prep, saa ngapi when, kwa hiyo ilikuwa at least free. But sasa chuo maisha yanabadilika kwa sababu kwanza you have to manage your own time. Pia so kwa Kibaha ulikuwa na manage time, lakini still ulikuwa inabidi labda uamke uende assemble na wewe uende darasani kwa plani, ukiwa wengine wanaweza wakafuata walimu na kwa hiyo unakuta bado una yale maisha ambayo unachungwa chungwa, lakini ukifika chuo unakuwa free. Nadhani pia ndio mambo ambayo possibly unaweza wengine watu unakutamka refu vizuri advance chuo la kutaka kwa sana kwa sababu la kwa uko free. Kwa hiyo inabidi uwe na time, umanage your own time. Unaweza usiende darasani because chochote unaweza usifanye. Kwa hiyo time management na uwezo wa kumanage your own time, kwa hiyo ni kitu tofauti ambacho unajifunza chuo. Lakini cha pili pia unakutana na watu tofauti zaidi. Unajua of course ukiwa high school unakutana na watu tofauti, lakini chuo unakutana pia na watu tofauti zaidi. Kwa hiyo una build network kubwa zaidi. Kwa hiyo nadhani hayo mambo ambayo chuo, hata kama labda mtu umeenda lakini hujafaulu sana, lakini umebuild network, kwa sababu unakutana marafiki wengi pia unakutana nao chuo. Hapo baadaye unakutana ndio wanabia. Kama nilivyokuambia hata ni kusoma masters, mtu alinipa aliniunganisha na kufanya kupata kazi KPMG, pia nilikuwa nimesoma na chuo. Kwa hizo network unastengeneza. Lakini ya tatu ndio iko kwamba unakutana na mambo ya nje. Sasa ndio hapo sasa labda chuo sawa unakutana kadri plus starehe, kwa sababu unakuta tayari umefika 8 na 18 unapona. Kwa hiyo starehe unaweza ukachagua mwenyewe. Unaona, ina come again back to time management. Muda gani fanye starehe, muda gani usome, muda gani. Lakini ya chuo experience nyingine nadhani pia leo tana chuo ni ya uongozi. Okay. Yes, kwa sababu Kibaha kwa kiongozi. O levels kwa kiongozi. But chuo nikapata experience ya uongozi. Kwa kiongozi gani chuo? Kwa student politics. Pale Daruso nilikuwa school president. So University of Dar es Salaam kuna chairman. Kila college au school au ndaki sijui kama hivyo kuna uongozi wake ambao hapo na ya chairman
secretary na other secretary ambao huwa wanakuwa wanawakilisha wanafunzi kwenye labda vikao vya chuo na just make representative wa wanafunzi. Kwa hiyo nilikuwa school chairman au school president. Yes. Okay, that is interesting. Na ni kitu ambacho labda ulikuwa umetamani toka mwanzo au ilikuwaje ukaingia kwenye hiyo mambo, na uliweza kumanage vipi kufanya hiyo kazi ya kuwa school president lakini pia bado uweza kumaliza kama mtu wa kwanza kufanya vikuu? Yeah, bulk time management of course. Lakini kwa sababu chuo muda ni mwingi. Sababu labda una class 6 tu in a week, ambao ni kama masaa labda 12 na semina wao saa 18 ni wiki ya masaa karibia 168. Kwa hiyo una muda mwingi sana kufanya vitu vingine, so it's all about time management. Na how I entered that kwamba sio kwamba nilikuwa nataka niingie kwa hizo school qualities, but the time wanafanya uchaguzi tuliona kama kuna hitaji ushindani. Sababu kipindi tuna uchaguzi unaanza kulikuwa nadhani mtu mmoja tu alichukua hiyo form. Tukaona kama hizi sio siasa sasa, hii inakuwa kama kwenye siasa za Nyerere. Ndio mtu mgombea mmoja anasiki ndio hapa. Na tukaona kwamba kwa nini tusipeleke ushindani? Sababu tulikuwa tunaamini mtu aliyechukua form pia sio kwamba ndio the best we can do kama wanafunzi. We can do better, or we can do with options. Kwa tukaona na sio mmoja tukataka ushindani, tulipeleke ushindani. Okay, but yeah, tulikuwa tunapoanza iko kwamba tuna ndoto ya kufanya hizo siasa. Lakini tukafanya campaign appreciate together sasa kidogo na lakini kumanage time ndio sana time management, kwa sababu sio kwamba sio kama ni full time job. Wala au ni kwamba unapaa kuna day to day operation na video zifanye. Ni hapana, ni just kwamba kama kuna watu wana shida au kuna vitu gani, kama kuna vitu unajua organize na uongozi mko labda watu 5 au 6. Kwa hiyo mna delegate, mnasaidiana, au anafanya hichi na sio kila siku kuna unako busy. Kwa hiyo time management, delegation na teamwork na kazi. Mimi bwana, hapo na swali moja la kichokozi nitakuuliza ndugu yangu. Mimi kwa kaida tu experience yangu kusoma chuo, yani pikuta kijana kama wewe kwanza wanajua tio unafaulu vizuri, alafu ukaja ukawa pia class president, ukawa unajulikana, lazima kuna attention nyingi kutoka upande wa pili wa wadada. Hayo mambo yalikukuta, uliweza kumanage vipi ya siku distract na mambo yakaenda vizuri? Hiyo experience ilikuwaje? Yes, of course. I mambo toka primary. Lakini by the time nilipata ni mahusiano, so haikuwa ngumu kwa sababu tayari uko. And you might say that ilisaidia kuwa na hiyo stability ya kuwa na mpaka na bill, kwa sababu ukiwa bado unaangalia unaona mambo mengi. Lakini uko tayari kwenye mahusiano inakusaidia. Got it. That's nice. All right. Sasa mimi labda hapa nitauliza kwa vijana ambao tuanze wa kwanza, tutaweka pande mbili. Sawa? Cha kwanza, kijana ambaye leo yupo ana ndoto kama yako ya kuja kufanya kazi kwenye kampuni kubwa, kufanya kazi kampuni ya nje labda. Kama unaweza kumpa let's say one, najua lazima kusapa vi, let's say 1 or 2 most important things ambazo anatakiwa zingatie mradi aweze kufika hapo kama kumbushia. Na ya mwisho pia, kijana ambaye anasoma anataka aje kufaulu vizuri, sawa, naye unaweza ukamshauri nini au vijana wawili wa kusoma? Nadhani kama nilivyo hapa nimesema kwamba kwanza unaposoma stahili kusoma na atre, sababu ili tufaulu ukiwa mwenyewe unaweza ukawa unahisi unajua vitu au unahisi kwamba umemaliza kila kitu, lakini kumbe bado. Unapokuwa hivyo kwamba unapokuwa una have discussion na watu au unaongea na watu, kuna vitu vingine ambavyo au kuna njia nyingine mtu anamwambia wote, kuna anafanya anasoma hivi, unaweza ukapika walipopo na hivyo vitu ambavyo mimi uwezi kujua ambacho ujue, lakini ukiwa na watu ambao wanajua ndio utajua inatakiwa nifanye. Kwa hiyo surround yourself with people. Kwa hiyo unaweza kuna muda unasoma mwenyewe, lakini inabidi unamjua, angalia wiki yako za ubafanya. Sama leo ndio mkasa make difference kati ya mtu anasoma au pala
Ongo lebo una watu kila siku unakutana kitu kipya. NDC gani watu wanafanya na vitu. Kwa hiyo hiyo ndio kitu nadhani ndio kitu cha muhimu. Lakini pia soma na watu. Okay. Na kwa kijana ambaye anatamani kuja kufanya kazi kwa kampuni za nje, kama ushauri mmoja tu, ushauri mmoja tu. Nadhani kazi speak for, yani na ukiwa unafanya kazi inabidi tu yani uwe reliable. Ile kitu cha kwanza, sababu opportunities zinapokuja watu wanakuona, yani people wanakuona wanachokifanya. Although unaweza kuwa unatafuta opportunity, lakini pia ni rahisi sana watu kukupa opportunities kama wanajua unafanya nini. Wakiwa wanajua you are reliable, kwamba kama kuna kitu inabidi ufanye, wakikupa wewe wanajua kinafanya, hawana wasiwasi. Au kama kuna kitu inabidi ukifuatilia wakimaliza. Kwa hiyo watu wanaona either your manager au your colleague au hata watu wengine wanajua bisa yule unasoma naye wewe masters, anaona huyu mtu akipewa kitu anafanya. Kwa hiyo although unaweza kuwa unatafuta opportunity, lakini inabidi hiyo opportunity ulionayo sasa hivi uitumie vizuri, kwa sababu hiyo pia ndio inaweza kusaidia kunapo kazi nyingine. Kwa hiyo watu wakiwa wanakuona, watu wakiwa wanatujua nini na you can deliver, they can trust you with all opportunities. Kwa hiyo hapo ulipo sahihi inabidi uwe reliable. Kwa hiyo unaimu watu wengine sasa amefocus kwa labda kutafuta kwenye the next opportunity, the college opportunity to me. Kwa hiyo focus kwenye opportunity ulionayo, hiyo inaweza kusaidia kwa opportunity. Ndio nimeanza kuona katika kitu ambacho umekirudia kama 2 mara 3. Hata uko kwa unaongelea masomo kwamba upo level focus na kufaulu level uende level. Nahisi utaniambia kama nimekosea. Wewe ni mtu wa kuamini sana kwamba hiki kitu ambacho kipo mbele yangu sasa hivi nikifanye vizuri. Sio tu kwamba una ndoto ndio endelee kuelewa na hizo ndoto. Sababu ndoto inaanza sasa hivi. Wewe unachotakiwa kufanya sasa hivi ufanye kwa kabisa. Kwa kufisha kule there is attainable. So ukiwa uko uwezi uko level unafikiria sana kusema nahitaji labda kusoma, nahitaji kusoma, nahitaji nahitaji kupata kazi nje. Kazi huku wewe sasa usomi unafikiria kwenda kufanya kazi nje. So uko labda uko chuo, the focus upside forward. Although unaweza kuona sasa unaangalia na other opportunity, lakini opportunity ulionao sasa hivi hiyo privilege labda kwa unafanya kazi au privilege hapo unasoma inabidi uitumie. Makes a lot of sense. Alright, sasa kuna vitu viwili toka tumebakisha. Cha kwanza nitakuhitaji umwachie swali mgeni anayefuata baada ya swali lolote. Umjui ni nani, haujui atachoongelea nini, lakini swali lolote ambalo unatamani umwachie atalikuta. Na kama hivyo ambavyo nitakuhitaji hivyo ile utanipa baadaye, kwanza baada ya swali. Kama hivyo kuna dada Nuru ambaye alikuwa kwenye kipindi kilichopita, tulikuwa tunaongelea mambo ya personal finance, alifundisha jinsi ya kusave. Na yeye aliacha swali kwa ajili ya mtu ambaye anafuata baada yake ambao ni wewe. Ambalo sasa tutaanza kwa kujibu hilo swali. Okay. Alafu utatoa swali ambalo unamwachia mtu anayefuata. Okay. Swali ambalo dada Nuru amekuachia ni kwamba ndoto gani ambayo either ulikuwa nayo toka utotoni ambayo bado hujaikamilisha leo ambayo unatamani uikamilishe? Toka utotoni. Kimsingi si maliza zote. Kwa sababu no ndoto unajua pinches zivani dogo. Yeah. Probably yani hiyo kwamba okay. Probably ni sasa. Ndoto zivani ndogo. Kuna kama ndoto sasa hivi zote za labda sasa ndoto za sasa hivi, lakini ndoto za utotoni ndoto zimekuwa. So okay, twende kwenye hiyo ndoto. Bado una ndoto gani ambayo bado hujaitimiza ambayo unatamani uitimize kabla hujamaliza muda wako? I think kwa sasa obvious ndoto ambayo ambao mimi nataka nifanye au nikamilishe kwa tu hiyo financial independent. Okay. Kwamba niwe na yani kwa sababu gani kama kwa maisha yetu ya sasa hivi ni ngumu sana mtu kusurvive labda ukashoka tu labda kwa mwaka mmoja au miaka miwili. Kwa hiyo target goal au ndoto ni kuwa na at least una
you can survive for as long as maybe hata 5 years if you are financial, with your investment asset and electronic. Kwa hiyo ndo ndoto kubwa kwamba hata nikiachishwa kazi naweza nika survive not hata 5 years, maybe 10 or 20, kwamba unakuwa probably you have enough source of income, source of passive income or either any income ambayo inaweza zikakupeleka. So your financial independence ambayo inakuwa haikuogopeshi kwamba nikiacha kazi sasa hivi au bora hizo kazi au ikiwa sina kazi taishije. But unapoona you have enough financial capability ya kusustain your current life, maybe to infinity, but at least hata 5 years. So I think you ndo goal. Do you have a number? No, I don't have a number. So I have different scenario. But kwa sababu number kusema labda nikiwa naishi Netherlands ni different kabisa na number nikiwa naishi ndio. But let's tuchukue mfano labda Tanzania. What's your number? Kwa mwezi unaweza ukaishi by how much? Okay. So kwa namba ambayo labda tuseme labda nifikirie namba ambayo let's say nikiwa na iko kipato mimi nitajihisi nipo fresh niseme. I think my first goal is to first make $1 million. So kwa Kitanzania tunaongelea angalau pona bilioni 2.5. Na I think hiyo namba unikaa ya $1 million because I don't know Western influences when I get $1 million. So I guess that's the number that I have right now, but then I'm sure it will evolve once we get there. Hiyo mimi inatosha hicho. Mimi uko naona kama mbali. Hata 500k tunadhani inatosha. 500k kwa sababu I think ukiwa na 500k you can live out of income ambayo inaikaba kwenye 500k. So na because ya utumio yote kwa pamoja kwamba in maybe 5 years inaweza 500k ka 1 million. So hata 200k unatosha. Kama milioni 500 inatosha kabisa sana. Kwa sababu mitumio yote wala hautumii your principle. It's possible kwa hiyo hela unaweza shida wewe kakangu nafikiria kama tio mimi nimefikiria hiyo bilioni 2 na hiyo gerepo benki nitumie pole pole. Wewe unanifungua pamba iwepo afu niweke sehemu hiyo nakula matunda yake kwamba hiyo principle huyu kwamba interest labda au kwa faida unaitumia kidogo na hiyo faida nayo inaweza ikawa inaendelea kuongezeka kwa sababu sio kwamba hiyo faida kwenye mfano hiyo hasema 1 million uwezi ukatumia hiyo interest unless kama wewe unaishi maisha ambayo very actually. But kwa Tanzania nadhani mtu anaweza akaishi hata kwa 100k maisha ya Tanzania. Milioni 100k is about milioni 200 na but I think itakuwa maisha ya kawaida sana probably. But kwa kuanzia inatosha. But are you so hapo sasa je is that independent enough? But some labda ni baseline. But I think the thing hizi namba ni ngumu labda kumkadiria mtu kwa sababu kila mtu kuna maisha tofauti ambayo anahitaji. Kwa sababu unaweza kawa unafikiria maisha kwamba labda your rent labda ni milioni 2 labda kwa mfano kwa wakati huo lakini kuna mtu mwingine labda hiyo anafikiria labda rent labda 500. Ya mtu mwingine rent labda yeye afikiria anakuwa tayari ananyumba. Una primo vitu vya au labda badala kukaa mtu anakaa hata anakaa Dodoma kwa kama robo. Kwa hiyo the number haiwezi kila mtu anafaa. Mimi basi namba nipulize hii. Mimi nitakupa namba yangu moja hapo kama nao utaweza kurekebisha sawa. Nini nikiweza kupata kwa sasa hivi na nipo mbali sana kwenye kupata, nasema hizi ni ndoto ndugu zangu sije mkanikaba, lakini nikiwa na kipato ambacho ni passive income, yani kwamba sitaji kufanya kazi, maana tunaongelea hiyo scenario kwamba uko kazini. Mimi nahisi nikiweza kupata milioni 10 kwa mwezi au be comfortable, sina maana nitaitumia yote bila mwezi, lakini na uhakika naweza kunikava whatever win au hapo uko peke yako. Hata na familia. Yes, bado nahisi naweza tukamaliza mambo ya ada kila kitu. Yani it's not such a fancy lifestyle, lakini I can take my kids to good school if I'm real for the kids. Maybe 2, you get what I mean hivyo. Kwa hiyo hivyo shule unaweza kumsomesha mtoto shule 5,000
wote wawili tupewe ada milioni 10. You know, you can manage kama una milioni 10 kila mwezi. So what's your number? What do you think what your number is kwenye that scenario about kila mwezi ikiingia kwa mimi peke yangu kwa maisha da? Sasa umesema miaka 5 baadaye, so whatever unavyoimagine kama wakati huo hicho utakuwa na familia na mke whatever that, so lazima utuambie the specific, lakini kwa hiyo nadhani euro 1500 eti euro 2500 ambao ni kama milioni 7 milioni almost milioni 8 10 humo kwa mtu mmoja. Kwa sababu kama nikiwa na familia maana hapo inazidi kuongezeka. Na hiyo kwa hiyo, so hiyo ni idea hiyo, nadhani very kwa assumption cost of living the same. Kwa kingine ni 5 kwa mwezi zinatosha. Makes sense. By the way, kabla hatujaenda kwa swali lake, huyu pia ni mtaalamu wa mambo ya investing investment, yes. Ni CFA. Okay. Yes. Ambao ni kidogo tu tuelezee ili mradi vijana hapa siku nyingine upia kuongea kwenye hayo mambo wajue kabisa kwamba kaka mkubwa leo anakuja kutoa madini. Yeah, so you chartered financial analyst maana unakuwa uchambuzi wa masuala ya fedha. So nimefanya CFA, so the certification of the professional itself ni typical investment. Okay. So both from financial investment typical, so from Visa, hati fungani, real estate, also planning, so invest how to plan for retirement, how to plan for life after retirement, like how do you live after retirement, vitu kama hiko, human capital life cycle, muda gani invest nini, muda gani invest wapi. Lakini pia sio wewe personal, hiyo individual investment, pia hata company investment. So kwa sababu masoko yako very complex, but soko letu la Tanzania kidogo liko bado mnabuwa changa, halina product nyingi, kwa kwenye investment no product nyingi sana. So Tanzania nadhani sasa hivi tuko mwanzoni kwenye bondi na hisa, lakini kuna mambo mengi leo. Sasa hivi ndio wameanza hizo partial fight, lakini kuna ETFs, kuna real estate, lakini real estate nao inaweza ikaa kama share, vitu vingi. Kwa hiyo the whole space in financial investment, either iwe kwenye fixed income, iwe kwenye hizo share ambazo ni sio fixed income, au iwe kwenye personal supplement, either individual au makampuni. Yeah, but focus kubwa kwenye investment mara nyingi huwa inakuwa kwenye public fight, kwenye masoko haya ambayo yako ya public masoko ya hisa, ndio. Yes. Okay, thank you. Hiyo siku Mungu akipenda kupata nafasi labda utakuja kupiga pindi yako. Kaka, sorry. Kwanza hongera sana. Pia pole, tunajua pia sio rahisi hayo mambo kukaa mbali na familia na vitu kama hivyo. But pia just know your inspiration kwa vijana wengi ambao watakuangalia hapa, na sisi pia ambao pia labda tumekuwa pamoja hivi bado pia hata sisi tunatuinspire. Asante sana kwa ushauri wote ambao umetupa hapa, lakini pia asante pia kwa inspiration kwetu sisi vijana wenzako ambao labda tunalingana umri, lakini pia hata kwa vijana ambao bado wanakuwa natamani kuwa na kufika sehemu ambako umefika. Na asante sana kwa kushare hadithi yako, na hatimaye watu watasikia huko nao wataamini kwamba hivi vitu vinawezekana. Asante sana. Yaani unajua kutoa muda wako hivi inakuja hivi mambo mengi. So thank you very much kwa niaba ya mimi mwenyewe hapa pia na watazamaji wetu wote. Thank you very much. Asante. Thank you for having me too. Thank you. Hey guys, that was Akili Mali episode 5. Na kaka ni story. Make sure to like, subscribe, share it with your friend. Wale vijana wale ma nephews, ma nieces ambao wapendi kusoma, watumie hii, waangalie waone kaka ni story. Unaweza kufika huko kaenda kuangalia Old Trafford ukao na zorora. Ndio hivyo. Sio ndoto nkusa. Sio mambo magumu. Yeah, lakini pia kama hii ndio episode yako ya kwanza unaangalia, make sure ukaangalia episode zetu za nyuma ya dada Nuru about personal finance and saving, ya kaka Ipiana about investing, and pia ya kaka Mwidini which is talking about experience alipokuwa Wuhan. Asanteni sana jamani, see you next time. Thank you very much.